Na hii ni sehemu ya 5. Tunaendelea pale ambapo tumeishia sehemu ya 4. Baada ya kabla sijaendelea msikilizaji, ninaona kabisa mahusiano mengi yanabadilika hasa kwa watoto wa kike kutokana na marafiki ambao ameambatana nao ama mazingira ambayo anayapitia. Hivyo vyote vile vinaweza vikaathiri mahusiano ya huyu mtu. Umeelewa Kwa kusikiliza marafiki zake ama mashosti zake wanafanywa nini na wanaume zao. Na mwisho siku mtu anaona ngoja na mimi nikamuuliza ama nikamwambie mwanaume wangu afanye hivyo, na kama atashindwa basi nitaona hafai. Kumbe binadamu tuko tofauti. Hata wewe mwenyewe huwezi kufanana na shosti yako ama ukafanana na mtu mwingine yoyote kwenye swala lolote lile. Una upekee wako na ana upekee wake, si ndio? Sasa Kazara bwana kameenda shule. Baada ya kufika huko shule kamekutana na vichwa mbovu, vitoto mbovu vinapinduliwa, vitoto 2000 vinapinduliwa balaa. Vimemjaza maneno Zara naye sasa amekuja kutesti mitambo, maana ameenda kuambia kwamba huko mwanaume wangu anataka nimalize shule. Ndo atanifanyia mambo. Sasa mashosta wamesema wewe mjinga nini, wewe mshenzi nini? Unaendelea kusubiri je kama jogoo pandi mtungi? Wewe vipi wewe? Nenda kajaribu mambo. Mwisho wa siku utakuta hapo hakuna yani mtandao ni emergency. Sasa binti ameona ukute kweli jamaa hata hakuna huko anaosimama. Kwa akaja sasa kumforce kumwekea mazingira mwamba ili aweze kuvunja ile misimamo yake na aweze kumbanjua. Sasa binti kautaka mwenyewe. Kumbuka Zara bado ni bikra. Sasa ni ngumu sana kumuona bikra akitaka mwenyewe. Tusonge mbele msikilizaji, ni sehemu ya 5. Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Habiba mara moja. Basi bwana, baada ya yote aliyotokea mle chumbani, Zara anasema nikaona Mevin nikatoa nguo yake ya juu akabaki na singlet tu. Basi bwana, kwangu hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza Mevin anavua nguo mbele yangu. Mara zote nguo zake alikuwa anabadilishia msalani. Akiingia ndani ni anakuwa kashava kabisa kila kitu. Mimi sikuwa nimewahi kuona hata kifua cha Mevin. Sijawahi kwa kweli. Yaani sijawahi kabisa. Ila hii siku akaliondoa shati kabisa mbele yangu. Kisha katoa na ile singlet sasa. Nikaona sasa namna jamaa alivyojazia. Mimi nikiwa naendelea kushangaa si akatoa na limsuruali lake bwana. Hapo akabaki na limbox sasa tu. Ila wala hata hakukuwa hata kuna 2 au 3 au 4. No, bado mambo naona ni emergency. Kwa hiyo mimi wala hata sikuogopa. Mimi nikahisi huyu atakuwa hata ana madhara, huyo wa kawaida tu huyu. Basi bwana, Mevin akapanda kwa bed akiwa sasa na limboxa tu. Kisha kanivuta kama karatasi vile. Hapa sasa mimi namtazama tu. Namuonea aibu. Akanambia sasa sikia, paka tumefikia hapa, acha tufanye tu, wala hata usione aibu Zara, sawa? Kwa sababu mimi ni mume wako na wewe ni mke wangu, kasoro ndo watu. Basi jamaa nikaona sasa anaanza kufanya maandalizi pale. Na kitu ambacho mimi ndicho nilichokuwa nakitaka, ikiwa ni pamoja na mambo siji ya kuchum nini. Acheni kabisa. Aisee, kilichotokea pale. Kwanza jamaa aliniambia kwamba ulikuja kunitega mwenyewe Zara. Ngoja sasa uridhike leo, nikupe unachokitaka mke wangu. Basi mimi wala hata sikumzingatia sana. Kwa sababu akili yangu ishahama kabisa. Na yeye wala hakuwa na shida kufanya kila ambacho mimi nilikuwa namuoneshea, na yeye anatoa support. Hasemi sikuwa naelewa lolote ama chochote kwenye hii sekta. Unajua ndo mgeni Ila Mevin alifanya nijisikie furaha sana. Sana tu. Maandalizi yake alikuwa ni ananifanya nijisikie amani sana. Sana. Jamaa na maandalizi huyu mpuzi. Maandalizi kama dakika 20 hivi. Kuna vitu vingine mimi nilikuwa namuonea aibu sana tu. Akaniambia kwamba sasa unaona aibu ya nini? Si umetaka mwenyewe, unaona aibu ya nini? Sasa tulia mama. Basi jamaa, sawa, mimi kwa upande huu nilikuwa ni mgeni, lakini ninaamini sana kwa maandalizi yote ambayo jamaa aliyafanya. Kwa sababu unajua kuna wakati fulani hivi nilifika mlimani kabla hata shughuli bado haijaanza, yani kabla hata funguo haijawekwa kwenye kitasa. Nilikuwa nimeshafika mlimani. Jamaa alifanya preparation ile mbaya.
labda tu ni nyinyi ambao mnapataga miji ya naume mikatiri, lakini mimi mwenzenu huyu kaka alinifungulia mlango wangu kizungu sana. Nilienjoy sana. Kwa mara ya kwanza mlango kufunguliwa nilienjoy mno. Ni kweli, hata of course funguo yake kwenye kitasa funguo ilikuwa ni kubwa sana. Lakini kwa maandalizi yale kitasa wala hakikuwa na shida yote. Ila kuhusu damu, damu nilitoka. Maana alinichana haswa. Ila sikusikia maumivu makali sana. Kwa hiyo bwana, sikulia hata zaidi tu kumwambia kwamba kuna maumivu ambayo nasikia. Na Melvin akasema pole sana. Kwa hiyo mimi wala sikujutia chochote kumpa bikra yangu. Kwanza nampenda na alijua kunitendea haki. Huyu jamaa alini drive crazy. Kwa hiyo baada ya kumaliza akawa amelala pembeni na mimi nikawa nimetulia kwa pembeni. Melvin akanifuata. Akaniambia kwamba mama, you are so sweet. Tamani hata iwe hivi kila siku tu. Lakini nakuonea huruma kwa sababu nitakuumiza zara wangu. Ila utakuwa tu unapata taratibu sawa. Kwa leo dozi inakutosha. Sitaki kuumiza, wewe ni mwanamke wangu na tuna muda mwingi sana mimi na wewe. Umesikia? Wewe ni wangu, mimi ni wako. Nitabasamu tu. Kisha nikawa sasa na uangalia ule mjegeje. Wala mimi sikuwa namsikiliza yeye. Melvin akagundua hilo. Akaniangalia kisha akacheka. Akaniambia kwamba vipi? Mbona unichungulia? Melvin alicheka tu. Nikasema amna, usijali. Hata hivyo nakupenda sana Melvin. Mimi nimejisikia furaha sana na nimeona sijata nikwambie nini, lakini asante sana. Melvin akaniambia kwamba mimi siwezi nikakuacha hata siku na moja. Labda wewe ndio uniache. Nakupenda sana mpenzi wangu. Yaani sana tu. Basi jamani ukaka, nilikuwa ni kama mimi nimeganda, akili haielewi yani chochote ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Kwa sababu sikuamini kama nitajisikia namna ambavyo niliweza kujisikia wakati huo. Nilizidi kumpenda sana ukaka. Nikazidi kumkumbatia. Melvin aliniacha tu hivyo kama dakika 30 nipumzike. Sasa kuna wakati fulani tena alihitaji, lakini mimi nilimnyima. Basi alianza tena kunibembeleza pale. Nikaona basi tu kwa sababu huenda ndio, kwa sababu ananiambia kwamba ukikataa hayo maumivu hayatapoa. Basi nitafanyaje sasa? Nikampa tena bibia mie. Taratibu bila hata pressure. Basi usiku mzima mambo alikuwa ni yale yale. Usiku by saa 8 hivi ndio mwanaume sasa kanipeleka bafuni nikaoga. Akana nilinda nje maana choo chake si unakumbuka ni cha nje. Nilipotoka kaingia yeye, kisha tukaingia ndani ndo nikaanza sasa kusikia njaa. Melvin alitoa chakula, kila ambacho alikuwa amekileta ndo tukaanza kula. By saa 9 hivi ndo nikalala zangu sasa. Mwanaume kanikumbatia aisee. Tukapitiwa na usingizi mzito. Na ilipofika by saa 12 hivi kamili asubuhi hiyo. Game ikapigwa tena. Nakataaje sasa? Na nishaona hali halisi ilivyo, nakataaje? Kwa hiyo baada ya kumalizika kila kitu akajiandaa haraka, kisha mwanaume akanirudisha mpaka home kwetu. Yaani muda wote yani nimemshika mkono. Basi kabla sijashuka akanambia kwamba sasa baby iwe serious sasa, sawa usimueleze Damanda kuwa tumefanya, umesikia? Nikasema sawa, la hakuna shida. Basi Melvin akatoa 20,000 akanipatia. Nikapokea tu. Maana Melvin huwa hataki kabisa mie kugoma kupokea pesa zake. Basi akaniachia pesa na mimi nikashuka zangu nikaingia ndani. Na akaondoka sasa. Nilipofika ndani, nadhani nilimwambia hata dada, thubutu. Nilikausha kimya, sikusema lolote. Nilikausha kimya. Sasa kuanzia hapo sasa mambo ndio akawa ni uko wapi njoo, yani ndio ilikuwa ni kwenda kurudi na huko unapoenda unaenda kukitumikia. Oya, huyu mwamba nilimkoma, ni hapumziki. Siku mbili tu umeitwa. Hapo sasa bado wazazi wapo safarini. Na Damanda yeye akawa ananiruhusu tu. Hakuwa anajua kama naenda kufanyaje? Pelekewa moto. Yeye anajua bado sisi tunasubiriana. Kumbe thubutu.
nishakuwa muathirika kweli kweli. Sababu muda wote nawaza tu hilo jambo. Kwa hiyo nikienda huko asubuhi ndo atanirudisha mie. Damanda anaona kawaida tu, kumbe mie mambo yanafanyika mengine. Mpaka wazazi waliporudi ndo akanipunguzia sasa. Ikawa siku za weekend ndo kuta hapo naongopea kwamba naenda kununua kitu mjini, baba ananipatia pesa. Na Mevin si ndo ananipeleka? Basi kwanza atanipeleka kwake. Tapelekewa moto kule. Ilikuwa hivyo bwana. Maisha yalienda hivyo mpaka Damanda akawa ananiuliza, yaani likizo hii naona penzi lako yani pamoja na Mevin lina balaa. Hajui kumbe mzee siku hizi nampa tu kwa sababu yeye anaona labda ile mitoko ama ile kutokugombana ndo anaona kwamba mapenzi yetu kwa sasa yamekuwa na ule uhai ama upendo wa kutosha. Yaani hakuna gombana kama ilivyokuwa zamani. Kwamba dakika sifuri kuna ugomvi kashapigiwa. Basi bwana, nakumbuka mie nilikaa home mwezi mzima. Na nikamaliza likizo yangu na safari ya shule ikawadia. Hapo sasa ndo nilikuwa naenda kumaliza form 6. Na hii likizo ya mzee akamtuma Mevin ndo anipeleke shule. Na Mevin wala hakuwa na shida, akanipeleka mpaka shule. Kama kawaida yangu nilihuzunika sana. Si mnajua tena namwacha mwanaume wangu naenda kuwa busy na shule. Nakumbuka nikamwambia kwamba nitakumisi sana. Basi Mevin akanambia nitakumisi zaidi. Ila elewa tu ni nini unafanya. Umesikia? Wewe ni mwanafunzi na lazima utimize ndoto zako kwanza. Kisha mimi nipo kwa ajili yako, sawa? Nakupenda sana mke wangu. Basi baada ya kuniambia vile nikamchum pale. Kisha tukashuka, akanibebea mabegi yangu na akanishushia nje na akaenda kunikabidhi kwa walimu. Kisha sasa ndo akaondoka kuelekea nyumbani Tabora. Hapo mie ndo nikaelekea bwenini sasa na maisha shule rasmi yalianza. Na kesho yake sasa darasani yani nilikutana na shoga yangu Roda. Nakumbuka kanifuata, tukakaa kwa ukaribu, akaniuliza, vipi? Ulifanyia kazi yote niliyokuambia? Alivyoniambia hivyo kwanza nikacheka, kisha nikasema, sasa je? Aisee shoga yangu nimeweza kumtega yani. Sitaki hata kuambia. Yaani ile kiza nilikuwa nilikuwa napelekewa. Kaka najua yule. Basi yani. Basi baada ya kuongea hivyo tukajikuta mpaka tuna check out na tunagongesha mikono. Roda akaniambia, wewe uliniambia kwamba huyo jamaa labda ni hawezi chochote. Kwa hiyo vipi yani mambo yamekuwa fresh Nikasema sana, yani kumbe muda wote nilikuwa najichelewesha tu. Basi nikiwa na muhadithia sasa. Mwalimu aliweza kuingia. Na yeye sasa ndo akarudi sehemu yake na mimi nikarudi sehemu yangu ili kuendelea na masomo. Na baada ya hapo sasa maisha shule yaliendelea kama kawaida na mimi nikawa busy na masomo yangu, maana ndio ilikuwa ni muhula ambao namaliza shule, so nilikuwa serious sana. Ile sasa baada ya wiki 2 hivi mwili wangu ulianza kama kuchange. Kwanza maembe yangu alikuwa ni kama anajaa sana. Kuna jinsi nilikuwa najiona ni kama sipo kawaida kabisa. Na muda usiku nilikuwa napata ile homa kweli kweli. Na mbaya zaidi nilipitisha yani siku zangu yani mwezi mzima. Mimi si mtoto kwa sababu haya mambo kila siku tunasoma bwana na tunaongelea hapa shuleni. Kwa haraka mimi nikajiongeza nikajua hiki ni kibendi hiki. Wewe. Hii ni mimba tu. Nilichanganyikiwa mno. Nilivurugwa jamani. Maana hiyo ndo ilikuwa ni temu ambayo namaliza kidato cha 6. Alafu eti napata mimba. Nilivurugwa. Sisi jamani shule yetu cha kwanza ni inadini sana. Ni shule ya masisters. So ukijulikana una mimba tu shule. Yani cha kwanza huna masomo. Yani shule huna. Nilichanganyikiwa kama mpumbavu vile. Sina hata uwezo wa kumpata mwanaume wangu kumwambia chochote. Hapo ndo nikaelewa kwa nini Mevin alikuwa hataki tufanye yale mambo mpaka tumalize shule. Alafu mbona imekuwa ya haraka hivyo jamani? Yaani mwezi tu mmoja tu jamani na mimba jamani. Nilichanganyikiwa. Kwa hiyo bwana nikaona hapa kwanza mimi mwenyewe navaa shati nikajua tu hii ikifika miezi 3 itaonekana tu. Na nitaikosa shule hivi. Nitamweleza nini babangu na mamangu? Hivi mnajua sikuwa sawa, nilivurugwa mno. Nilikuwa natafuta mwanafunzi wa kumwamini shule hata nimuelezee shida zangu, ila naogopa sana maana unaweza kumwambia mtu shida zako alafu ende akalibeba akanitangazia shule nzima. Mwisho wa siku taarifa zangu
zinafika kwenye uongozi wa shule, mimi nilikuwa naogopa sana. Yaani zaidi ya sana. Yaani mpaka natetemeka mimi. Sikuwa na raha kabisa. Nikaanza kupoteza hata uwezo wa kuzingatia masomo sasa. Muda wote nikikaa ni mawazo tu. Yaani mawazo kwamba nawaza kwamba nafanyaje mimi na hii mimba. Hapo sasa ndo nikajua kumbe kuna madhara ya kufanya yale mambo ukiwa hujamaliza shule. Na Damanda alishaniambia hilo. Sasa mimi nitamwangaliaje? Na ubani kwamba Mevin nilikuwa akinogewa na swala lile. Kuyamwaga maji ndani. Alikuwa anamwaga vizuri tu. Kuyamwaga maji nje alikuwa hawezi. Yeye alikuwa yani ni kumwaga maji ndani tu. Na tukue sisi tunatumia njia yote ya kuzuia mimba. Sielewi sijui ni kwamba tulijiamini nini, sielewi. Yaani niacheni kabisa, ninachanganyikiwa ni. Nakumbuka siku hiyo bwana nilikuwa darasani. Nina mawazo sana. Mpaka nimeshika tama, nimetulia tu mwenyewe. Akaja Roda akanambia, wewe, nina issue yako, nimesikia ni kuna swala hapa nimelisikia, nataka tuongee. Ukifika muda wa kulala, njoo bwenini kwetu tuongee, umesikia? Nataka nikuchambe. Mimi nishtuka kwanza. Maana nikahisi tu watu washaanza kujua kuwa mimi na nini na kibendi na mimba. Nikampaka naogopa. Roda akanyanyuka akaenda kukaa sehemu yake. Nikaona kama watu washaanza kujua na wanaanza kupeana nini taarifa. Itakuwa nimekuisha Mungu wangu. Basi nikajikaza nikasoma zangu, kisha baada ya vipindi vyote kuisha, mimi nikaelekea bwenini kwangu. Nachoshukuru tu, hii mimba sikuwa natapika kabisa. Wala sikuwa nachoka sana. Ila maembe ndio alikuwa ni akijaa kwa kiasi. Homa nini hizi usiku hizi nikawa zilikuwa zinanipata sana. Kwa hiyo ikawa ni kabla sijalala nitameza dawa kwanza. Acheni kabisa. Niliona kabisa ikifika miezi 3. Hii mimba ikifika miezi 3 na maembe yatazidi kukua zaidi. Na kila mtu atajua kuwa mimi ni mjamzito, Mungu wangu. Basi usiku sasa baada ya prepo, mimi nikaenda room kwa Roda. Nikamkuta Roda yupo mwenyewe, maana sisi chumba tunakaa wawili, ila roommate wake na Roda kwa hii siku na yeye alienda siji kulala kwa shoga yake mwingine huko, so nikamkuta yupo mwenyewe. Basi Roda akanikaribisha pale kitandani kwake. Mimi nikakaa, kisha Roda akanyanyuka akafunga mlango. Kisha akaniuliza, wewe una nini, mbona una mawazo sana siku hizi, au una matatizo ya kifamilia kwenu? Kwa maana nakuona ni kama upo sawa kabisa shoga yangu. Nikasema, Roda bwana, ndio hicho nilichokuona ni unaniitisha mchana? Akaniambia, mimi nimekuita ili tuje tuongee, maana mimi sikuelewi shoga yangu, na stress sana, hata masomo uzingatie. Shida nini kwani? Kumbuka mitihani mizito inakuja na upo katika hali hii. Kuna shida gani? Nikasema, no, mimi nipo sawa tu Roda. Basi Roda akaniangalia sana, akaniambia, uko sawa? Kwa unasema kwamba uko sawa, au sio? Nikasema ndio. Akaniambia sawa, ila hiyo itakuwa mimba hiyo na utaikosa shule. Msikilizaji, Roda alivyosema hivyo nikastuka, nikamwangalia kwanza, kisha nikarudi kukaa, maana nilishasimama kuondoka. Roda akaniambia kwamba unadhani mimi ni mwenzio? Mtu akiwa na mimba namjua sana, unadhani simjui? Yaani mimi mwenzio mimba wiki 3 tu, najua huyu mtu ana mimba. Mimba wiki hizi ngapi? 3. Najua huyu mtu ana mimba. Shoga yangu una mimba. Wewe hapo shoga yangu una mimba, wewe shoga yangu. Na hiyo mimba ndio inakupatia mawazo. Sasa kwa kuwa hutaki msaada, haya nengeneka. Hangaika nayo. Paka wenzako wengine waje wakujue, wakutangazie huko kwa walimu, ufukuzwe shule. Nikasema kwamba Roda, please, naomba unisaidie, sio hata nafanyaje, naomba unisaidie rafiki yangu. Hapo sasa msikilizaji, mimi nikaanza hadi na kulia, maana nilishajua hapa suni tu ndoto zangu zinakwenda kuharibika kabisa. Roda akaniambia kwamba sasa sikia, mimi hapa nina simu. Na kupatia simu ongea na mwanaume wako. Umuelezee kwanza kinachoendelea, ili umjue mnafanyaje. Mengine mimi nitakusaidia. Nikasema sawa, nisaidie simu. Yaani Roda bwana kukaguliwa kote kila siku ila bado ana simu anakaa nayo.
Basi Roda akatoa simu katikati ya godoro, ndo alificha hapo. Akanipa, akaniambia twende nje kule maeneo ya chooni ukaongee naye. Nikasema sawa. Basi Roda bwana akanishika mkono tukatoka mpaka chooni, mbali na bwenini mjue. Ni kuna kapori nyie, ila wala hata tukuogopa. Maana tulitaka privacy. Kwa hiyo tukakaa kwenye jiwe sasa, kisha mimi nikampigia simu Melvin. Maana nakumbuka vizuri sana namba yake. Mtu aliyekufungulia mlango kwa mara ya kwanza na ukafall love, uisahau namba, we. Utadelete namba ya mzazi mmoja wapo ili umweke yeye. Ujinga huu. Basi tu, so nilikuwa najua namba yake. Na hapo ilikuwa ni usiku wa saa 6. Melvin akopokea. Nilijua kalala, ila simu huwa anawekaga sauti. Maana hawekagi silent. Anasemaga emergency inaweza katokea usiku na akahitajika na kujikuta sasa usingizi ni wa muhimu sana, hapana. Kwa hiyo huwa hawekagi silent, anawekaga tu sauti. Ila na usingizi mbaya sana. Yaani hata kumwamsha tu kama mkiwa mmelala wote, yaani unatumia nguvu mno kumwamsha. Basi mimi nilipiga kama mara 6 hivi. Baada ya kupiga sana, hapo sasa mdao naomba Mungu anisaidie ili simu apokee. Mara 7 ndo Melvin akapokea simu yangu. Tena anaongea kwa wengi la usingizi mno. Nikasema kwamba we nani? Mbona usiku hivi? Nikasema hey, ni mimi Melvin, ni mimi Zara. Nikasikia wengi limemuisha. Akaniambia hey Zara, imekuaje? Mbona saizi kuna nini huko? Niambie mke wangu. Sasa hapo alivyoanza kuongea mimi nikaanza kulia tu. Hata simuelezei. Melvin akaniambia Zara, sikia, ngoja nikwambie sawa. Mimi na wewe ni mwili mmoja. Usilie kwenye shida yote, niambie, umesikia? Hebu simama na mimi. Umesikia? Nieleze una shida gani? Umezingua shule ama umesimamishwa? Niambie basi mke wangu, kwanza upo wapi sasa hivi? Zara, usikae kimya, naomba uniambie basi kuna shida gani? Nikasema Melvin, nipo shule, nimeomba simu ya magendo tu kwa mwenzangu. Melvin, mimi ni mjamzito, naogopa sana Melvin, nitapoteza kila kitu katika maisha yangu. Baada ya kuongea hivyo, nilisikia Melvin anasema, oh my god, I say, nimefanya nini hiki? Jamaa aliongea hivyo. Akaniambia kwamba Zara, una mimba? Nikasema ndio Melvin, tangu nimerudi shule yani sina raha kabisa, naumwa mno, na mimba Melvin, naomba niamini. Hapo sasa msikilizaji, naogopa sana. Nahisi kabisa ndoto zangu zote zitaishia hapa. Na nitamweleza nini baba? Melvin akasema siwezi kulaumu chochote kilichotokea kati yetu. Maana wote tulikuwa tunafurahia tendo. Kwa hiyo naomba utulie na utulize pressure. Naomba usipaniki hata kidogo. Unanielewa Zara? Au ni mambo ya kawaida kabisa? Nikasema ndio. Hapo najibu hivyo msikilizaji huko nalia. Akaniambia sasa sikia Zara, naomba acha kulia kabisa. Unanielewa mama? Acha kulia. Na mimi nakuja Arusha kesho. Nataka mimi na wewe tuwe pamoja ili tujue tuna malizaje ili kabla alijawa kubwa. Sitawezekana? Nikasema hapana, mimi sijui kwa kweli, yani sijui hata nitawezaje kutoka hapa shuleni Melvin, na kuna ulinzi mkali. Melvin akaniambia sikia, fanya ufanyavyo, ila mimi na wewe lazima kesho siku tukutane. Unanielewa mama? Mimi leo hii naamka hapa najiandaa naanza safari na kuja huko. Sitaweza kulala tena. Nikasema sawa Melvin, nashukuru kwa kunielewa. Akaniambia wala usijali. Naelewa nini unapitia kwa sasa, kwa hiyo naomba upunguze pressure sawa mimi nakuja huko. Nikasema sawa. Nyie, huyu baba wala hata hakunipanikia, maana mimi ndo nilikuwa na mforce tufanye. Maana angekuwa mwingine ambaye sio muelewa, angeanza kunilaumu. Angaza si unaona sasa ulitaka mwenyewe, mambo ya kipumbavu nilikuwa nakukataza, umeona sasa Ila yeye wala hakuniambia chochote kile. Zaidi aliniambia kwamba kesho anakuja, kwa hiyo nihakikishe tunakutana wapi? Mjini. Basi bwana. Nilipokata simu, Roda akanambia, amesemaje? Nikasema Roda, Melvin ameniambia anaanza safari muda huu anakuja huko. Na anataka kesho tuonane mjini na tulale wote ili tujue tunafanyaje juu ya hii hali. Ila mimi naogopa mwenzio, sasa hapa anaagaje kwa matron. Roda akaniambia wewe ni muoga sana ese. Yaani tatizo lako ni muoga mno. Matron ukimpatia pesa ya kueleweka anakuruhusu kwenda kokote. Tena anakupa na kibali cha kuumwa na kwenda hospitali kubwa mjini. So jiandae na uwe na pesa kesho. Mimi mapema sana nakupeleka kwa matron, tunaenda kuongea naye
ila tu usimwambie kwamba una mimba hata kidogo. Wewe mwambie tu kwamba unaenda kukutana na mchumba wako. Hana hata noma bwana. Naye ni mshenzi tu bwana. Hawezi kukataa pesa. Ukishampata tu pesa, unajisepea. Nikasema sawa, ila unisindikize kwenda kwa matron. Mimi hata siwezi hayo mambo. Roda akanambia wala hata usijali shoga yangu. Basi Roda akanishika mkono tukarudi mpaka chumbani kwake. Akanambia wewe lala hapo, kitanda cha chini mimi nalala cha juu. Nikasema poa shoga yangu, asante. Kweli mimi nikajilaza kule chini, ila wala hata sikuwa nimelala kabisa. Yaani ni pressure ipo juu mno. Hapo nikajua na Melvin nishamvuruga huko. Kwanza anawafikiria wazazi wangu ambao ndo mabosi zake. Atawaeleza nini? Basi shoga yenu sikumbuki hata nimelala saa ngapi. Ila uzuri ni kwamba kesho yake ilikuwa ni Jumamosi. So hatakuwa tunaingia darasani, ila Wasabato ndo anaenda kanisani. Sisi wengine mpaka Jumapili. Basi shoga yangu bwana asubuhi tu akanikurupusha mpaka kwa matron. Tulipofika matron akatukaribisha pale, kisha akasema, "Haya we Roda, nini tena kila siku tu ruhusa? Sitaki kumruhusu mtu leo. Acha ujinga kabisa." Roda akasema kwamba sio mimi bwana, ni huyu anataka kutoka leo kidogo, anarudi kesho Jumapili mchana madam. Matron akaniangalia akasema, we mtoto, ninavyokuonaga umepoa hivyo, kumbe na wewe upo Haya unaenda wapi? Na unaenda kukutana nani? Nikasema ni mjini, naenda tu kuonana na boyfriend wangu. Madam akasema waacha we. Akachezea vimaembe vyako hivyo vidogo vidogo, si ndio? Hapo sasa anaongea huko anashika hivyo vimaembe. Nyie huyu matron ni mshenzi, acheni tu. Ila nikatulia tuli. Matron akanambia kwamba utaratibu wangu unaujua. Amekwambia pesa na utaka huyu? Nikasema hapana, bado hajaniambia kiasi. Akasema okay, kama unaenda kulala unanipa 135,000. Kama uendi kulala nipatie 80,000. Nikasema lo matron. Hivi huyu kumbe ndo anapataga pesa zetu kirahisi hivi mshenzi. Yaani badala ya kusimamia watoto vizuri, yeye anawageuza vitega uchumi vya kupiga pesa. Huyu ni mjinga nini? Ila kwa kuwa nilibanwa na nilikuwa nina uhitaji sana, nikasema sawa matron, mimi nakupatia ya kulala. Akanambia sawa, kavae full uniform za shule, uje kuchukua barua ya ruhusa na kuandikia unaenda hospitali kubwa na pumu imekushika sana. Sasa kazingue huko, alafu ndo utajua. Nenda kazirushe huko we. Watu wakuone huko na uniform za shule, wakukamatwa kurete shule. Ndo utajua. Ukifika mjini cha kwanza badili uniform za shule. Unaelewa wewe? Nikasema ndio madam, naelewa. Akanambia sawa, sasa kajivuruge huko kamatwe na wanajamii wa kurudisha shule. Nikasema haiwezi kwa hivyo. Akanambia haya unaondoka saa 10 jioni. Nikasema sawa madam. Basi hapo ndo nikapata amani kidogo. Nikarudi dom kwa Roda. Nikachukua simu nikampigia Melvin, akaniambia yupo Babati, ndo anaingia Arusha. Nilishajua hapo akili ilishamruka. Chezea kumpa mimba mwanafunzi wa shule wewe. Tena mtoto wa bosi, thubutu. Na namjua mimi mwanaume wangu yani akipagawa anavyokuaga. Basi bwana mimi nikaenda kukaa room kwa Roda mpaka mida ya saa 10 jioni. Nikajiandaa nikavaa full uniform kama alivyotaka matron. Nikachukua na pesa. Maana mie mzee anatumia sana pesa. Unakuta hizi yani hazijaisha anatuma tena. Hapo hata sijamuomba, yani yeye mwenyewe tu anatuma, na nikimuomba mimi ndo kabisa, yani sina shida ya pesa mimi. Basi nikampelekea tu matron pesa aliyotaka, kisha matron akanipa barua ya ruhusa sasa ya kwenda hospitali. Nikatoka shule bila shida yote. Maana ukifika getini ni unamuonesha barua ya ruhusa mlinzi aliyopo hapo getini. Kwa hiyo walinzi wakiona tu inatoka kwa matron wala hata haona shida. Matron mwenyewe ndo ni mshenzi hatari. Basi mie nikaenda mpaka mjini. Na nilipofika mjini kitu cha kwanza nilienda dukani nikanunua gauni, nikatafuta choo cha kulipia, nikaenda kubadili nguo. Zile uniform za shule nikazikunja vizuri, kisha nikatia ndani ya begi. Kisha sasa nikatafuta simu ya kununua. Nikapata nikanunua, alafu nikasajili na line, alafu sasa nikatafuta sehemu ambayo imetulia, ndo nikampigia Melvin. Melvin akapokea akaniambia kwamba ameshafika Arusha na kanielekeza lodge aliyofikia. Na pamoja na mtaa kwa huku mjini. Japo alipochukua lodge ilikuwa ni pembeni na mji kidogo. Basi mie nikachukua boda mpaka
katika hiyo lodge. Kisha sasa nikaingia ndani na akanielekeza mpaka room. Basi nikaenda, nikagonga kisha nikaingia. Basi ile kumuona tu, mimi kilio, nikaanza kulia jamani. Nililia kweli kweli. Yaani Melvin alinibembeleza mpaka akawa sasa ananiziba mdomo kuwa nitasikika huko nje kwa sababu ya mimi kulia. Kwamba watu watasikia huko nje. Mimi nilikuwa na uoga sana, ila Melvin alinituliza na aliniambia haya ni mambo ya kawaida kipenzi, tulia, yatakwisha, umesikia? Nikasema kweli ataisha Melvin kweli? Akaniambia ndio, ataisha kabisa. Na maisha mengine yataendelea mpenzi. Wewe tulia. Basi alinituliza pale, akaniambia Zara, naomba usilie kabisa mwanamke wangu, sawa haya yameshatokea, lakini kama kulia ushalia sana na hakuna kilichosaidia. Kwa hiyo naomba uelewe kuwa huu sio muda wa kulia kabisa. Kama kulia ni ulishalia mno. Kulia hakutaweza kusaidia. Ila nachoomba tu ni kwamba nataka tutoe hii mimba. Maana wewe una ndoto zako nyingi sana. Lakini ufahamu na mimi kwangu itakuwa ni hatari sana kwa sababu wewe ni mwanafunzi. Naweza nikafungwa mimi. Na unajua kabisa wazazi wako wana pesa, wana uwezo wa kunifanya chochote. Msikilizaji, hivi mnamsikia muuaji huyu? Nikasema wewe, hapana tena hapana kubwa, mimi siwezi kuua. Yaani mimi siwezi kutoa mimba, sitaki. Na sijui hata kuanza kufanya hicho kitu. Yaani wewe kila siku sisi tunafundishwa madhara yake, afu mimi sitaki bwana. Mimi hapana, mimi sitaki kutoa mimba. Mimi akaniambia, so umeplan kuzaa, si ndio? Usinyamaze, nakuuliza umeplan kuzaa? Nilibaki tu kimya, maana mimi pia kuzaa sijajiandaa. Ina maana sikuwa nataka kuzaa wala kutoa. Hata sieleweki, nilikuwa nataka nini sielewi. Mimi nikaniambia hebu niambie, wewe kichwa chako kinawaza nini juu ya hili? Nikasema bwana, kama ni kuzaa cha nizae tu. Mimi kutoa mimba hapana. Yaani nichukue turudi nyumbani tukamuelezea tu baba. Aniache tu nikae na wewe na maisha yaendelee. Mimi akaniangalia. Kisha akatabasamu akaniambia, kweli Zara, wewe bado ni mtoto, akili haijakomaa. Yaani babako unahisi kabisa atakubali huu ujinga? Yaani mimi nimharibie binti yake ambaye anamsomesha kwa gharama kubwa, tena katika mashule makubwa ya private. Nimharibie, alafu unaona ni poa tu kuwa ataelewa huu ujinga, si ndio? Yaani kirahisi tu Zara. Wewe babako ataniua. Unajua kabisa babako anamiliki bastora. Naona kabisa ataniua kabisa. Afu Zara, mimi nyumbani ndo tegemezi mpenzi. Si unaelewa hilo mama? Nategemewa nyumbani. Nasomesha wadogo zangu. Bado mimi ndo ninategemewa kwa kila kitu. Please Zara, naomba basi uelewe. Naomba tuitoe hii haraka hii mimba. Wala hata haiwezi kukuzingua. Tena mimi nimekuja na vidonge, haichukui hata muda. Nikasema, kumbe kwa hiyo ulipotoka ni ulisha plani kabisa kwamba tunakuja kuitoa mimba. Mimi sitaki kutoa. Nikifa je? Hapana, mimi sitaki Melvin, sitaki. Yaani sitaki. Kama swala la kuwa mama, mimi nipo tayari. Na mimi nakupenda wewe. Mimi nitamueleza tu baba bwana, atatuelewa. Hawezi kukufanya chochote. Kama ni ndoto ni sawa, tuache tu uzizime bwana. Mimi nitapambania ndoto nyingine. Melvin alichoka. Akaanza kunibembeleza sana kwamba nitoe mimba. Ila mwenzenu sikutaka kabisa. Ni kweli nilikuwa najua kwamba nitapoteza kila kitu. Lakini nilikuwa na uhakika nikimueleza baba atanisamehe tu. Na atamsamehe Melvin. Na atatuacha tuishi tu wenyewe. Ila Melvin alikuwa hataki. Ananiambia ni lazima tutoe mimba. Ni hatari kwangu na kwake. Mimi niligoma. Asa Melvin alinipigia mpaka magoti. Eti chozi linamtoka. Akanambia, Zara, naomba unielewe mke wangu. Naomba tutoe hii mimba please Zara. Mambo ataniletea shida mpaka kazini kwangu. Zara, unaelewa kabisa wazazi wako ndo mabosi zangu, ndo ananilisha mimi. Naomba basi unielewe mpenzi wangu, nakuomba. Muda bado hauwe kupata hiyo mimba, nakuomba sana. Unasoma Zara, kumbuka. Tata bora hata ungekuwa chuo, ni upo shule. Mzika kulipia pesa nyingi mno. Akisikia hivi ataniua mimi na nitafungwa miaka 30 kwa kosa la kumtia mimba mwanafunzi. Zara, nakuomba basi uelewe mama, nakuomba. Jamaa aliongea kwa huruma, nikasema bwana, mimi sitaki kutoa mimba, nitakufa Melvin, sitaki. Melvin alikuwa analia kabisa. Yaani alianza kunibembeleza kutoa mimba saa 1 usiku mpaka saa 5 usiku. Hatujapata mwafaka. Mimi nalia na yeye analia, wote tunalia. Mimi nimwambia mimba sitoi.
Na hapa shule sirudi. Na tunaondoka wote, yani tukajiandaa kuwa wazazi. Kwa hiki kiumbe tunaenda kuwa wazazi. Of course najua ina kera maana mambo usidate na wanafunzi. Akili bado zinakuwa hazijakuwa. Anaweza akakuharibia future na kila kitu. Kwa hiyo mimi nilikataa. Nilisema sitaki mimba, sitoi, shule naacha, tunaenda kuishi wote. Mevin akatoka nje. Sikuelewa huko nje kaenda kuongea nini. Maana alikaa muda mrefu kama lisali moja hivi. Ndio akarudi. Aliporudi sasa akanipa simu kuwa kuna mtu anataka kuongea na mimi. Naangalia ambaye anatakiwa kuongea naye ni Damanda. Nikajua kumbe alienda kuongea na Damanda. Mimi nikapokea simu nikasema hello dada. Damanda akaniambia wewe sitaki kuongea na wewe lolote wala kukueleza lolote. Maana najua umeshavunja makubaliano yetu. Lakini hao tutakuja kuongea ukirudi nyumbani ukiwa ushamaliza form 6. Mimi huko nategemea matokeo mazuri tu ya wewe kwenda chuo. Zara wewe ni binti mdogo sana. Una mambo mengi sana ya kutimiza. Umesikia Sasa kung'ania kulea mimba saa hizi utadisappoint kila mtu katika familia yako. Hivi umemfikiria baba yako anavyokupenda sana? Na akaanza kukusomesha mashule ya gharama tangu ukiwa mdogo. Kisha unakuja na litumbo lako tu. Umefikiria atakuwa na hali gani? Haya vipi mama yako ambaye anajivunia wewe muda wote? Umemfikiria pia? Zara, huyo Mevin atapoteza kazi na uhai. Babako hawezi kukubali. Naomba utoe hiyo mimba. Mengine tutaongea nyumbani. Msikilizaji. I say. Naweza nikasema hii siku Damanda aliongea kwa ukali mno. Nikajua kwanza huko alipo ni ukuta amekasirika sana. Sana tu. Nikasema Damanda, mimi naogopa lakini niacheni tu nizae. Mimi nitaongea na baba atanielewa tu. Mimi sitaki kutoa mimba dada. Damanda akasema kelele mpumbavu wewe. Nimesema nataka utoe hiyo mimba, unanielewa? Nikanyamaza kimya. Damanda akaniambia kwamba najua madhara ya kila kitu. Na ndio maana nilikwambia usifanye michezo. Nilikukataza tangu mwanzo. Ila najua wewe ndio ulikipeleka mwenyewe huko kwa Mevin. Maana ulishaanza visa. Sasa nadhani umeona nilikuwa namaanisha nini nilipokuwa nakwambia kwamba usifanye michezo ambayo nilikuwa nakataza mpaka umalize shule. Si ulikuwa unasikia utamu wakati unapelekwa huko moto Haya sasa hiyo ndo kara yake. Naomba utoe hiyo mimba. Umalize shule kwanza kisha ndo utazaa mtoto mwingine. Unaelewa wewe mpumbavu? Nikasema ndio dada. Hapo najibu nimevuta mdomo msikilizaji. Ila mineno ya Damanda jamani iliniingia. Damanda akasema kwamba nawapigia baada ya masaa mawili hapo. Kisha akakata simu. Mevin akaongea, akafungua begi lake akaniletea vidonge viwili. Kisha akaanza kunivua nguo. Na sasa mimi nilikuwa nimetulia kimya. Nimekasirika mno. Maana mimi binafsi sikuwa tayari kutoa mimba. Japo nilielewa hata kwamba hii situation ama hii hali ya utoaji mimba itaniletea changamoto sana. Basi nilipomaliza pale, mimi tunamwangalia tu machozi yananitoka. Akaniwekea kidonge huku kwa bibi. Akanisokomezea na vidole vyake viwili. Kisha akanipatia kingine akaniambia niweke chini ulimi. Nikaweka huku nimevimba mno. Hapo machozi tu yananishuka. Mevin hapo ananifuta sitaki na mtoa mkono wake. Basi akaniacha tu akakaa kwa pembeni yangu. Baada ya dakika 15 tu nilianza kupata maumivu makali sana ya tumbo. Maumivu yalikuwa ni makali mno sana. Nikawa kama nahangaika. Mevin akanisogelea kisha akanishika mkono. Nikamsukuma. Hata mimi sikuwa nataka anishike kabisa wala anisogelee. Ila hakuweza kuniacha, akanishika. Akanipeleka msalani. Nikaiseni hapo nataka kukojoa. Nikachumaa kwenye sinki, damu zikawa sasa zinanitoka huko chini. Tena na vipande hivi vya nyama, acheni tu. Nilikuwa napata maumivu makali Ila baada kama dakika 10 ikawa sasa inatoka damu kama ya mwezi tu. Nikaacha kutoa ile madonge ya nyama yale. Maana nilishatoa ya kutosha tu, nikajua hapo tayari nishatoa mimba. Hapo sasa Mevin akaniogesha pale na maji ya moto, na tulipotoka chooni akanipatia pedi nivae. Nilipokea huko sasa namkata jicho kali sana. Nilimchukia sana Mevin ghafla tu nilimwona kama ni muuaji. Niliona anajali sana mambo yake yaende na sio uhai wangu. Na ndio maana akatoka Tabora mpaka Arusha kuja kunisimamia nitoe mimba. Nijikuta nimemchukia sana tu.
Maven ananiambia Zara, nisamee sana, najua unahisi mimi ni binafsi, lakini hii ilikuwa ni kwa ajili yetu wote, mimi na wewe. Ni mimi na wewe mama, kwa hiyo naomba unielewe please. Nakupenda sana Zara, na tumewahi kufanya hii michezo, ila ilitakiwa mpaka umalize shule ndio tuanze au mambo. Zara, kama ingekuwa umepata hii mimba wakati upo chuo, mimi kubaliana na kila kitu, hata kupoteza kazi, ila sio shule Zara. Zara, ningefungwa. Hata mwenyewe ungelea mtoto mwenyewe bila ya baba. Nadhani sasa ingekuaje Zara? Jamaa anaongea hivyo, mimi sikumjibu. Nilimwona mkatili sana. Nilivuta shuka, nikajilaza, nikaendelea tu kusikilizia maumivu ya tumbo. Maana nilikuwa nasikia kwa mbali kwa huo muda, maana hapo mimba ilishatoka. Na baada ya muda nikasikia simu ya Maven inaita. Na Maven akapokea. Alikuwa ni Damanda anapiga. Nimsikia Maven anamwambia Damanda kuwa amekubali na tumetoa. Mimi sikusikia muongeza Damanda tena. Basi usiku mzima Maven hakulala. Ni ananiangalia mimi tu, huku ananiomba msamaha. Ila mimi sikunyanyua kabisa mdomo wangu kuongea naye lolote. Na asubuhi ilipofika, nashukuru kwanza niliamka sawa, ila ndo nikawa kama nimeingia breed. Bado nilikuwa navuja mno. Mimi sikutaka muongeze naye, nikajiandaa, nikamwambia mimi naelekea shule. Maven akanambia, ukinikasirikia hivyo naumia sana mama. Mimi ni binadamu. Kwa hiyo naomba tuelewane basi please. Naomba tuogane hapa kwa amani mpenzi. Mimi sikumjibu, nikavuta tu begi langu, nikataka kutoka, akanishika mkono akaniambia kwamba nisamee Zara. Nikamwambia kwani stali tumeshamaliza kilichokuleta huko. Basi naomba uniache mimi nirudi shule bwana. Akanambia sawa. Basi akaingiza mkono mfukoni akatoa 50,000 kisha akanipatia. Nikaziangalia sana zile pesa. Nikazipokea kisha nikamtupia usoni pesa zake. Ananijua vizuri sana, ninadharau sana ya pesa ile mbaya. Nikichukia. Huwezi kunituliza kwa pesa wewe. Sasa mimi mwenyewe nimetokea kwa familia ya pesa. Unanitulizaje kwa pesa? Kwa hiyo nikafungua mlango, nikasepa zangu mpaka mjini bwana. Nilipofika sasa nikatafuta chuo cha kulipia, nikabadili nguo, nikavaa uniform zangu za shule na moja kwa moja nikaelekea zangu shule. Nilipofika nikawasili kwa matron kuwa nimerudi. Matron akasema, wewe ndo unaingia sasa jana umebebika wewe. Haya, uwe makini na mimba, shauri lako. Angejua ndo nimetoka kutoa, angeniacha tu. Basi nilipomalizana na matron pale, nilienda bwenini kwangu, nijitupa kitandani tu, huku machozi yananitoka. Nikajikuta nimekuwa muuaji bila kutarajia. Nafanyaje sasa? Na babake ndo alisimamia swala hilo kwamba tutoe mimba, mimi nafanyaje? Kwa hiyo nikawa mama marehemu mwenzenu. Najua inauma lakini ndo hivyo. Hakuna kitu kinaumiza sana kama mtu kutoa mimba. Ni kitu ambacho sidhani kama kuna mtu anafariki na kwamba alishasahau kama alishoe kutoa mimba, sidhani. Hii naona ni kitu ambacho kitanitafuna maisha yangu yote mpaka na dedi. Mimba yangu ya kwanza naitoa. Kwanza nijikuta hata usingizi umenipitia pale. Nikaja kustuka, ilikuwa ni mida ya jioni. Na Roda ndo ananiamsha. Akaniambia, wewe mdada vipi? Nikasema niko poa shoga yangu. Nilikuwa tu nimechoka sana ndio maana nimefikia kulala, hata kwako sijaja. Roda akaniambia pole. Najua sana, pole sana mpenzi. Nikasema asante. Akaniambia vipi lakini umetoa? Nikasema ndio nimetoa shoga yangu. Akaniambia poa, basi wewe pumzika, mambo mengine tutaongea baadaye. Nikasema sawa. Basi shoga yenu hata prepo hii siku sikuenda ise. Nilimwagiza tu mwenzangu anichukulie chipsi, nikajilia zangu nikalala. Ndio ikawa mimba nimetoa hivyo. Nashukuru hapo kati mimi sikuumwa kabisa na nikawa niko poa tu na nikawa naendelea na shule. Na niliona zile dalili zote za mimba zikapotea. Maziwa yangu akarudi vile vile. Nikawa sasa sina homa wala nini. Nipo kawaida kabisa. Nikajua kweli mimba imetoka. Tena baada ya mwezi tukaja kupimwa mimba. Niliwahi acheni tu. Japo hakuna ambaye aligundulika na mimba. Ila kama ningekuwa nayo basi mie ndo ningekuwa mfano. Alafu anasemaga ya kwamba ukitoa mimba unaweza kujikuta umepima hata siku 3 mbele. Bado ikaonekana ipo. Kwa sababu anasema bado sijui kuna vitu fulani huwa vinabakia, kwa hiyo kila kipimo kina sense kwamba mimba ipo. Kwa mimi nashukuru zoezi la upimaji mimba lilichukua kama mwezi mmoja mbele ndio tukapimwa.
Kwa hiyo maisha ya shule yakaendelea tu, ila moyoni nilikuwa na hasira mno na Melvin. Yaani sana. Sikuwa nataka kuwa naye karibu vyovyote vile. Niliumia. Ni mbinafsi sana ule jamaa. Sana. Basi tu yani. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo bwana. Mimi nikapambana shule, hapo naongea sana na wazazi na pesa wananitumia. Nikaendelea masomo yangu mpaka nikabakiza mwezi mmoja hivi nifanye mitihani ya NECTA. Hapo sasa tulifanywa gradu. Sio shule yetu haina gradu ya mchezo bwana. Tunafanya gradu kubwa na wanakuja viongozi wakubwa na wazazi lazima waje. Kwa hiyo ndio huwa ipo hivyo. Basi niliwaambia wazazi na baba akasema kwamba hawezi kukosa na watakuja kama familia mpaka dada Amanda atakuja. Nikasema sawa. Basi kwa ile siku ya gradu ikafika bwana. Nakumbuka tulishona vitenge. Nilipendeza sana maana nilishona kigauni cha kunibana. Niliwaka mno. Na tulipakwa makeup na nilibondi na wigi pale nini. Maana unachagua wewe unachotaka kuvaa. Kisha nikawa sasa na kiatu fulani hivi kirefu cheusi. Niliwaka na gradu ilianza saa 4. Ile sasa nilishaongea na baba na aliniambia kwamba by saa 7 wanafika. Na kweli saa 6 tu nikaona mzee wangu kaingia. Yupo na mama na Damanda na Melvin. Sikupenda yani nilijisikia vibaya sana, nijisikia kichefuchefu kumuona Melvin. Sikutamani hata awepo muuaji mkubwa huyu. Basi mimi nikatulia tu. Gradu ikanoga sana. Na mpaka kufika by saa 8 hivi gradu ya shule ikaisha, tukaruhusiwa sasa kuwa na wazazi wetu sasa. Hapo ndo nikakaa na familia yangu, nilisalimiana na baba na mama kwa furaha na wao walifurahi sana. Mama aliniambia, najivunia sana wewe mtoto wangu wa pekee, umependeza sana na unaonekana mrembo mno. Nikasema asante sana mamangu, umependeza pia. Basi baba akaniambia kwamba wewe mzidi kupendeza binti yangu, umekuwa kama malaika bwana. Basi nikacheka tu, kisha nikamsalimia na Damanda. Damanda akanitikia kisha akanifurahia tu, wala hata kuwa na shida. Ila sikumsalimia Melvin kabisa. Na muda wote huo Melvin ni yupo kimya tu ananiangalia tu. Mimi sikuwa na time naye kabisa. Nilikuwa busy na Damanda na wazazi wangu tu. Basi wakanitolea keki yangu pale. Wow, ilikuwa ni kubwa, alafu ya chocolate tupu. Nilifurahi mno. Baba aliniambia, hongera sana my daughter, najivunia sana wewe. Nikasema thanks daddy, nakupenda sana. Basi nikakata keki. Nilianza kumlisha kwanza baba, maana mimi nampenda sana baba. Kisha nikamlisha mama, alafu Damanda. Nikamaliza zangu. Mama akaniuliza, mbona umlishi kaka yako Melvin jamani? Unajua ndo katuendesha huyo. Nikasema sitaki ale keki yangu bwana. Mama akasema, jamani, bado umemkasirikiaga tu kwani? Mbona wewe unaweka visasi sana jamani? Nikasema sitaki tu kumlisha bwana. Na hapo nilikuwa serious. Melvin akasema, mama usijali, hata hivyo mimi situmii vitu vyenye sukari. Baba akasema, Zara bwana, una visasi wewe bwana. Hapa anaongea huko anacheka. Mimi mwenzenu baba yangu hanisemi hata nikizingua hanisemi. Tena kwa maskini kama huyo ndo kabisa. Nimeshakataa, nimemkatalia. Basi nikampotezea hivyo na sikumlisha keki. Nikaona kama Damanda hajapenda. Na mimi nikawa sijali wala nini. Melvin alikuwa amekaa tu anachezea simu yake. Basi likaja buffet la chakula, maana mzee aliagiza kutoka Arusha mjini. Ilipofika tu Melvin akasimama, akasema wazee wangu, mimi nawasubiria kwenye gari. Mama akasema, kwa nini sasa? Wakati hatujala. Hebu tule kwanza bwana, Melvin akasema, hapana mama, mimi sikuwa nimewaambia ila leo nimefunga kwa nashukuru. Nikajua tu ni muongo, ila nikasusa tu. Sasa nani asanajali mjinga huyo? Asuse. Nikasema sawa, funga njema, wasalimie. Yaani kwa na hasira naye za waziwazi. Melvin hakuongea tena, akaondoka zake. Sasa mimi nikawa wa kwanza sasa kuchukua sahani yangu pale, nikajipakulia ninavyotaka na wazazi wakajipakulia wanavyotaka na Damanda pia akajipakulia anachotaka. Tukala huko sasa tunaongea, ila Damanda alikuwa ananiangalia ile jicho la spendi hizo tabia zako. Ila mimi mwenyewe wala hata sikujali. Basi baada ya chakula nikaongea sana na wazazi wangu, nikaonesha matokeo yangu. Walinisifia sana. Baba akaniambia kwamba ukifaulu vizuri unaenda kusomea nje ya nchi kabisa. Nikafurahia, nikasema asante sana babangu, asante. Yaani nilikuwa na raha sana. Nilikaa na wazazi wangu mpaka jioni. Ndio nikawasindikiza sasa walipopaki gari, maana walikuwa wanaondoka, ila sikuwa na huzuni sana maana hata mimi mwenyewe nilibakisha mwezi tu namalizia mitihani na rudi nyumbani, so wala hata sikuwa na pressure. Tulipofika kwenye gari, Melvin akashuka kisha akawa anaingiza mizigo ya wazee kwenye buti.
ambayo yani walikuja nayo tulipokuwa tunakula. Ila nilipomwangalia usoni Melvin niligundua kabisa kavimba macho. Nikajua alikuwa analia tu na wala si lingine. Ila mimi sikujali kabisa. Yeye mbona alinitoa mimba? Basi Melvin akamaliza kuingiza mizigo ndani ya buti la gari. Wala hakuongea kitu, akaingia ndani ya gari na mimi wala sikuwa na habari naye. Ila niliona ananiangalia sana. Yaani ile kihuruma. Mimi wala hata sikumjali. Nikagana na wazazi kwa mara nyingine na Damanda pia akaniambia nakutakia kila heri, Mungu akufanyie wepesi kwenye mitihani yako. Nikasema sawa dada, nakupenda sana. Damanda basi akafanya kama kunikumbatia, akaniambia umekosea sana leo, sijapenda tabia zako ulizomuonyesha Melvin. Unaona mwenzio hajala kwa sababu yako. Na tumetoka na njaa, hata njiani hatukupita hoteli. Na anarudi na njaa. Sio sawa kabisa ulivyomfanyia mwenzio. Kisha akaniachia, akaingia kwenye gari. Mimi nikanyamaza tu kimya. Maana na wazazi walishapanda kwenye gari na Melvin akaanza kutoa gari. Mimi nikaachana nao, nikarudi zangu shuleni na wao wakaondoka zao. Sasa kurudi wapi? Nyumbani Tabora. Basi mimi nikarudi zangu sasa kuendelea ratiba zingine za shule. Ila niliona hata mimi mbona nina maumivu ya yeye kunitoa mimba. Alafu yao maumivu ya njaa tu ndo yamfanya aonekane hivyo. Basi bwana, mimi nikawa nipo busy na shule. Na hapo tena ndo tukazidi kuwa busy maana mitihani ilikuwa inakaribia mno. Kwa hiyo walimu muda wote ni wanatubana tunakuwa busy na kitabu. Basi mimi nikajikeep busy na shule. Na hata kusalimia wazazi sie tukawa wala haturuhusiwi kwa hiki kipindi. Yote ni kutufanya tuwe busy na shule. Basi na mimi nikawa busy mno. Nashukuru tukaanza mitihani ya kumaliza kidato cha 6 na nikafanya mitihani yangu yote. Na nashukuru nikamaliza salama kabisa. Tena niliona ni ya kawaida tu. Nilipomaliza mitihani, sasa hapo mwalimu aliruhusu kufatwa na kuondoka. Si shuleni kwetu uondoke mwenyewe, ni lazima aje mzazi au mtu ambaye katumwa na mzazi. Na walimu wawe na uhakika naye. Basi kampigia baba, mzee akaniambia kwa huo muda yeye yupo Mwanza kikazi. So anaongea na Melvin anifuate. Nikasema baba, mimi simtaki udereva, ongea na mama anifuate. Baba akaniambia Zara, mbona unamchukia sana yule kijana? Mbona hana shida kabisa bwana? Kuna tatizo gani bwana? Mbona ni mpole tu? Kwani amekosea nini? Au anakusumbua anakutaka? Hebu niambie mwanangu, kuna shida gani? Ana tabia gani huyo ambazo zinakukwaza sana? Au damu hazijaendana tu, tumfute na kazi kabisa. Hapo baba anauliza hivyo nikani nimenyamaza. Sikutaka hata Melvin afukuzwe kazi. Najua Melvin ndio kila kitu kwao na ndio tegemezi kwa mama yake na ndugu zake. Kwa hiyo hapo nikanyamaza tu. Baba akaniambia kwamba niambie, maana kama kuna dereva ambaye binti yangu hamtaki, sioni umuhimu wake kabisa bwana. Na unarudi nyumbani, utahitaji kutembea na yeye ndo atatakiwa kuzungushe. Sasa kama unaona hamuendani basi tumtimue tu. Nikasema hapana baba, hajanikosea kitu na wala hana tabia mbaya, wala hata usimfukuze kazi. Ila ni leo tu baba, mimi ndo sikutaka tu leo anifuate, nitamani tu niwe na wewe au mama. Baba akasema sasa mama yako kuendesha gari umbali mrefu hawezi mwanangu, si unalijua hilo acha basi akufuate Melvin, alafu akikusumbua tu kwa lolote wewe niambie, mimi nitamfuta kazi mara moja. Nikasema sawa baba, mwambie anifuate kesho tu mapema awe ameshafika hapa, sitaki ukaa tena shule muda mrefu, nataka kurudi nyumbani mapema tu. Baba akaniambia sawa, hakuna shida malkia wangu. Basi nilipomaliza kuongea na simu, nikaenda kuandaa vitu vyangu na kuaga rafiki zangu. Na sana niliongea sana na Roda. Roda akaniambia kwamba msalimie bwana shemeji, najua ipo siku mtaoana. Nikacheka tu maana sikutaka kumwambia Roda kuwa hatupo sawa. Kwa hiyo mimi nikakaushia tu. Basi tukawa tunapiga na stories zingine nini usiku mzima nini, na asubuhi na mapema nilijiandaa kwa ajili ya safari ya saa 1 tu. Nilikuja kuitwa na mwalimu kuwa dereva wa kwetu kashafika, natakiwa kuondoka. Basi mimi nikajua tu huyo mbwa Melvin kashafika. Nikabeba mabegi yangu mpaka parking. Kweli aliponiona akashuka, akachukua mabegi, akaingiza kwenye gari, akanisalimia kwa tabasamu pana, akaniambia mambo vipi Zara? Mimi sikumjibu. Nikafanya kama nisijamsikia. Akaniambia nimekumisi hata kukuona mke wangu, vipi hasira zimeshuka? Nilisonya tu, nikaambia kwanza hata sikumwambia kitu chochote. Nikaingia ndani ya gari. Yeye nikamwacha nje. Alikuwa ni kama kaganda hivi kwa dakika moja. Kisha akaingia ndani ya gari. Akaniambia naomba nikufungie mkanda. Nikasema wewe
Kwani kwamba mimi sina mikono ama? Nikavuta mkanda wangu, nikajifunga mwenyewe vizuri, kisha nikamwambia haya, naomba nipeleke kwetu. Mevin akatoa gari, wala hakuongea, akaanza kudrive. Huko njiani mimi nilikuwa kimya. Ni alikuwa kimya tu. Akaendesha gari kama masaa mawili hivi, akapaki sehemu. Hakuna hata majengo. Akaipaki gari kwa pembeni ya barabara. Kisha akaniambia naomba tuongee Zara. Nikasema unataka kuongea nini wewe? Nini ambacho unataka kuongea? Zara, yani unataka kuniambia kwamba ni mimi na wewe ni tumeachana? Au bado niendelee kukuvumilia kwa sababu bado una hasira na ile swala? Jamaa alivyoongea hivyo nikamwambia kwamba wewe ukiniangalia mimi na ukijiangalia wewe, unahisi unaweza kunidate mimi? Mtoto wa profesa na daktari mkubwa Tabora. Hebu niambie. Mimi nakaniambia naweza kukudate wewe. Na ndio maana mpaka nilikuita majina yote ambayo unastahili kuitwa, ikiwa ni pamoja na kukupa cheo cha mke. Lakini pia nastahili kukudate wewe, na ndio maana nilikutia mimba. Kwa hiyo sioni kinachoshindikana. Akasema sasa sikia, sikutaki na sina mahusiano na wewe. Yaani ile siku umenitoa mimba yangu ndio upendo wangu kwako uliisha pale pale. Mimi akaniambia Zara, sielewi ni nini kinakusumbua. Ni kwamba una utoto sana ama una kiburi ama dharau ama utajiri wa kwenu ndio unaokuzuzua? Eti mama, niambie, nini ambacho kinakuvuruga Zara? Zara, unajua kabisa mimi nakupenda sana. Hivi unadhani mimi nimependa kukutoa wewe ile mimba? Unadhani mimi sitamani kuitwa baba? Mimi ndo na hamna mtoto zaidi yako Zara. Nina miaka 34 nao. Sina mtoto hata moja. Na nafahamu ile ilikuwa ni hatari. Na ndio maana nilifanya vile. Au unadhani mimi nifurahia kuua mwanangu? Kuna muda natamani unifikirie na mimi Zara. Kauli zako na maneno yako yananiumiza. Please Zara. Na yote ni kwa sababu mimi nakupenda sana. Na wewe Zara unaelewa hilo mama? Hasa mbona unanikatisha tamaa mpenzi? Yaani mbona unafanya kwamba mimi nijute kukuchagua Zara? Nakupenda mpenzi. Okay, tufanye makosa yote basi ni ya kwangu Zara. Yote ni yangu mimi Mevin. Naomba nisamee mama. Nisamee Zara. Naumia jua maneno ambayo unaongea. Nakupenda sana Zara. Najua unanipita kila kitu Zara. Mimi najua kwenu nafanya kazi. Najua mama yako ni mtu ambaye ni mtu fulani. Najua babako ni mtu ambaye ni mtu fulani. Naelewa sana. Ila moyo Zara, unakupenda sana. Naomba tuamalize mama. Nakumisi sana. Wewe ni mdogo sana kwangu. Ila mimi ni mjinga kwako. Jamaa alivyoongea hivyo nikamwambia kwamba hivi si nimekuambia mapenzi ya mimi na wewe yameisha. Yameisha ile siku ambayo umetoa mimba. Sikutaki, sasa kwa nini unalazimisha? Na ukiendelea nitamwambia baba kwamba unanitaka. Na umenitia mimba. Uone kama utakuwa na kazi na familia yako siji itakula wapi. Mevin akanitazama akaniambia kwamba ni kwa hiyo ni kweli hunitaki mama? Nikasema yes, sikutaki kabisa. Wewe fanya mambo yako tu. Akaniambia sawa, hakuna shida. Nashukuru Zara. Nimekuelewa mama. Basi nikavuta tu mdomo. Haelewe ni. Basi Mevin akawasha gari, akarudi tena barabarani. Akaanza kudrive akiwa kimya. Na mimi hapo kimya tu. Paka mama sasa akampigia Mevin kumuuliza tupo wapi, akamjibu vizuri tu. Basi mama akataka kuongea na mimi. Mevin akanipa simu. Maana mimi sikuwa na simu. Nikija shule huwa naiacha simu nyumbani. Basi nikaongea na mama, akaniambia kwamba tunakusubiri kwa hamu huko nyumbani mwanangu. Na sio sisi tu, familia nzima pamoja na dada yako Amanda. Nikasema sawa mama, wala hakuna shida. Basi nilipomaliza kuongea na mama nikamrudishia simu yake, akapokea kisha akatulia kimya na akawa anaendelea kudrive. Tulipita njiani, mie nilichukua chakula, nikala, yeye wala hata hakushuka. Na mimi hata sikumuuliza. Nikaachana naye, kama akashiba je, mimi najuaje. Basi bwana, mpaka jioni tunaingia nyumbani. Tulikuwa hivyo kimya tu tumenuniana. Mevin akashuka, akanishushia mabegi yangu yote. Nikamwambia nipelekee ndani kabisa. Usishie kuyaacha tu nje kwa sababu ni moja ya kazi yako. Mevin wala akubisha, akapeleka mpaka ndani. Basi mama akatoka kuja kuniwao. Nami nilifurahi sana kumuona mama. Mama akamwambia Mevin kwamba uje kula na sie basi. Akasema kwamba ameshiba, maana njiani amekula sana. Kumbe wala hata ajala. Mevin akasema ni kweli mama, nimeshiba sana, nashukuru.
Mama akasema, basi sawa, kesho uje kunichukua mapema sana, nina kazi nyingi kazini. Melvin akasema sawa mama, wala kuna shida. Kisha huyo akaondoka zake. Basi mimi nikaingia ndani. Damanda naye akanikaribisha vizuri sana na kwa shangwe mno. Basi cha kwanza niliingia chumbani kwangu, nikaoga, nilipotoka ndo nikapata chakula kwa pamoja. Sasa tunaongea sana yani mno. Na baada ya chakula nikaongea sana na mama mpaka saa 6 hivi ndo hapo sasa naingia chumbani kwangu. Hata simu yangu kwa hii siku sikushika, nikajitupa tu kitandani ili nilale. Na kweli sikuchelewa sana, usingizi ukanipitia mazima kabisa. Maana nilichoka sana na safari. Asubuhi na mapema niliamshwa na Damanda, akanambia amka ukajimwagie maji, ushalala mno. Nikasema jamani Damanda, mimi bado. Damanda akanambia wewe, hebu amka kwanza tuongee. Nikasema sawa. Basi nikanyanyuka, huku sasa nina wenge la usingizi, si unajua tena. Damanda akanambia vipi mmeachana na Melvin? Nikoli mwambia kabisa ni wewe humtaki tangu ile siku umetoa mimba. Nikasema ni yeye ndo alifusi nitoe mimba, sio mimi. Eti sija naogopa kwamba atafukuzwa kazi. Ndo nimemwambia mimi simtaki. Aendelee tu na mishi zake na mimi nifuate mishi zangu. Dada akanambia, hivi una uhakika na maamuzi yako? Nikasema ndio, nimeamua hivyo, mimi simtaki na usinilazimishe dada. Damanda akanambia, sawa kama umtaki. Maana amenipigia simu analalamika sana juu yako, ananiambia nimuombee msamaha kwako. Hebu rudisha basi moyo nyuma mdogo wangu, msamee mwenzio. Kama kukosea wote mna shida. Nikasema kwamba Damanda, mimi nalala, sina ratiba kumsamea mtu mimi. Damanda kaguna tu. Kisha akaniacha chumbani kwangu, mimi nikavuta shuka langu nikaendelea kulala. Msikilizaji, hapa naomba niongee kama Luka. Kuna hati ya Amanda kuwa mpenzi ama hata mke wa Melvin. Tusonge mbele. Basi nikalala sana, nikaja kuamka by saa 5. Nikaenda zangu kuoga. Nilipotoka nikapaka rosheni yangu vizuri tu, nikavaa gauni changu cha kujiachia tu na cha kushindia nyumbani. Ndo nikavuta simu yangu hasa nikaiwasha. Jamani, nikaanza kwanza zilianza kuingia message humo za Melvin. Eti umeamkaje cha ujeuri wangu, unaendeleaje mrembo wangu? Mimi sielewi swala la kuachana na wewe, mimi nachojua wewe ni wangu ila huyu kwa muda huu kweli mimi sikuwa nataka kuwa naye karibu kabisa, kwa hiyo wala hata sikujisumbua kumjibu. Basi baba yangu akawa ananipigia video. Nikajiweka sawa kisha nikapokea. Nikawa busy sana kuongea na baba. Niliongea sana na baba. Namdekea sana. Baba anacheka tu anavyonipenda mwanae. Akaniambia, "Naambia unataka zawadi gani ya kumaliza shule mrembo wangu?" Nikasema, "Baba mimi nataka hii simu nibadilishie." Mzee akaniambia, "Sawa, unataka simu gani?" Basi shoga yenu nikasema simu ya bei kubwa na nzuri zaidi ya hii. Mzee akaniambia, "Nakutumia pesa muda huu kanunue." Sawa. Nikafurahi nikasema, "Sawa baba." Basi kweli ile nakata tu simu, mzee katuma pesa. Ting 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 ting. Nikafurahi nakwambia ni furahi mno. Nikampigia simu nikamwambia, "Thanks dadi wangu mzuri." Baba akanambia, "Sawa. Kwa sasa hivi nampigia Melvin hapo akupeleke mjini, ukanunue simu unayotaka." Nikasema, "Sawa dadi." Basi baba alivokata simu, nikatoka kwa mbwembwe kazi zote, nikaenda kwa Damanda kuweza kumsimulia kwa baba kanitumia pesa kununua simu mpya. Hii ya kwangu ambayo natumia kwa sasa nampa yeye. Damanda kanambia, "Sawa, hongera." Na kafurahia tu. Ila kanambia, "Zara, tunaweza kuongea?" Nikasema, "Dada, anyway kila muda tu ni Melvin dada, anyway muda wote tu ni Melvin bwana. Mimi simtaki huyo mtu bwana. Mimi nataka niache. Mimi sitaki hata kuwa karibu kwa sasa dada. Mimi sina mudi naye." Damanda kanambia, "Kwa hiyo humtaki? Humtaki au huna mudi naye kwa sasa?" Nikasema, "Mimi nafikiri vyote tu kwa pamoja." Damanda akasema, "Okay sawa. Ila usije kunililia hapa, umesikia? Maana Melvin atachoka na hizo tabia zako na hizo drama zako." Zara, una majibu ya ajabu mno. Melvin akinisimulia ulivyokuwa unamjibu, mlivyokuwa safari. Hivi kwa nini unakuwa hivyo Zara? Kwa nini mwanamume wako unamtengenezea mazingira ajidharau na kujiona kwamba ni mfanyakazi kwenu? Nikasema, dada, sasa kwani uongo? Kwani Melvin si mfanyakazi hapa? Kwani Melvin ni ndugu yangu? Au ni mtoto? Huyu yeye anajulikana ni mfanyakazi. Au unamfahamu kwa namna nyingine? Mimi namjua kama mfanyakazi. Kuna shida gani sasa yeye kujijua kama ni mfanyakazi?
Dada Amanda kanambia, kwa hiyo na mimi unanichukulia hivyo, si ndio? Ni mdada tu wa ndani, sieti? Hapo ni nyamaza kimya msikilizaji. Maana dada Amanda wala simchukulii hivyo, nampenda sana. Unajua kuna familia zingine dada wa kazi hachukuliwi kama dada wa kazi au mfanyakazi au msaidizi wa kazi. Familia zingine msaidizi wa kazi, dada wa kazi anachukuliwa kama ndugu. Sasa wewe jichanganye mtoto hata umtukane dada wa kazi uone kitakachokukuta. Kwa hiyo dada Amanda kaniambia kwamba okay, nimekuelewa. Nenda nje. Nafikiri Melvin kafika. Akupeleka huko mjini kuchukua simu. Basi mimi nikaingia ndani, nikavaa nguo zangu za kutoka, kisha nikachukua na pochi yangu, nikatoka mpaka nje. Kweli nikakuta Melvin kafika. Basi nikaingia ndani ya gari. Melvin akaniambia, Zara, hujajibu message zangu ujue. Nikasema, ni nini kwani uelewi? Nimekwambia mimi sikutaki bwana. Melvin akasema, ni kisa nini sasa? Kisa ile mimba au umepata au wenye pesa wenzako? Niambie Zara. Ni lile au kuna lingine? Nikamuuliza, unaliona dogo lile? Unaona dogo kucheza na maisha yangu? Melvin akaniambia, sawa, nimekuelewa. So mimi na wewe ni basi, si ndio? Nikasema yani sitaki kudate na dereva sasa, sitaki. Akaniambia poa. Basi akanyamaza kimya, akatoa gari. Akaniuliza tunaenda wapi boss? Nikamwambia tunapoelekea. Na kuongea tena, akanipeleka mpaka dukani mjini. Tulipofika akanambia, mimi sishuki, wewe shuka tu. Nikasema sawa. Hata ukishuka kwanza hauna pesa ya kununua chochote huko. Nilivyosema hivyo akanyamaza kimya tu, eti kanuna. Lo, mimi najali basi, muuaji huyu mkubwa kwenda. Basi mimi nikaingia dukani, nikachagua simu niliyotaka. Nilipoipata nikailipia fresh tu, kisha nikatoka na simu yangu. Hapo nimeishika kwa mbwembwe. Nikaingia ndani ya gari. Melvin akuniuliza lolote. Akanambia, niambie nikupeleke wapi? Nikasema tafuta sehemu nzuri ya kuendana na mimi. Nataka nile huko mjini. Akanambia sawa. Basi akanipeleka sehemu nzuri. Kisha akaniuliza, vipi hapo umepapenda? Au nikutafutie sehemu nyingine? Nikasema hapana, hapa pananifaa. Kisha nikashuka nikaelekea mgawani. Nikamwacha yeye kwenye gari ananisubiri. Basi nakwambia mtoto wa kike nikashuka kwa mbwembwe kaa zote. Nikakaa sehemu ambayo niliona Melvin hata akiwa kwenye gari pale parking ataniona nimrushe roho. Basi nikakaa pale nikaagiza msosi nikaletewa. Nikaanza kula taratibu tena kwa mbwembwe kama zote. Basi nikiwa pale bwana akaja mkaka. Kavaa vizuri huyo. Ila ni mbaya. Ana sura mbaya. Ila wala hata hakunivutia. Yule mkaka akaomba kukaa na mimi. Mimi kwa makusudi nikamruhusu. Basi yule kaka akaniambia kwamba wow, mrembo umependeza sana. Nilikuwa nimekaa kule ila mpaka nimetamani kampani yako sasa. Kwa hiyo nikaona nije tu hapa. Nikasema wala usijali, karibu. Akaniambia thanks mama. Basi yule kaka akanipa mkono, akaniambia mimi naitwa Lamek. Nami nikanyosha mkono nikampa kwa tabasamu pana nikamwambia mimi naitwa Zara. Basi yule kaka akasema kwamba nimefurahi sana kampani yako. Nikasema usijali. Basi yule kaka akaagiza chakula chake na taratibu akaanza kula. Sasa anaongea na mimi. Yaani mimi sikuwa napenda hata anavyoongea, ila nilijua tu Melvin ananiona, acha nimkomeshe. Basi tukala kwa pamoja pale na yule kaka, na baada ya chakula sasa nikaambia Lamek kwamba mimi nahitaji kuondoka. Akanambia, umekuja na nani? Maana mimi na gari naweza kukurudisha mpaka nyumbani kama umekuja mwenyewe. Nikasema usijali, nimekuja na dereva wetu. Lamek akanambia sawa, naweza kupata namba zako za simu mrembo? Nikasema bila shaka. Basi yule kaka akatoa simu yake akanipa nimwandikie namba zake. Ase huyu kaka anaonesha pesa anayo, maana simu yake ni nzuri mno na anaonekana kabisa ni pesa anayo. Basi mie nikamwandikia namba, kisha yule kaka akanibip. Akaniambia wow, thanks Zara, na nimefurahi kukufahamu. Nafikiri tutazidi kuwasiliana. Nikasema sawa, wala usijali. Kisha nikamuaga maana nilishamaliza chakula na nikagana na yule kaka nikarudi kwenye gari. Nikakuta Melvin sasa anachezea simu yake, yani yupo busy. Nikaona huyu ina maana hajaona kwani kuwa nimekaa na mwanaume ama. Bila shaka kaniona, ila anajishaua tu. Atajijua mwenyewe mjinga huyo. Basi nikamwambia nipeleke home. Akanambia sawa. Ila anatoa gari tu. Yule mkaka wa kuitwa Lamek akanipigia simu. Nikapokea kisha nikaweka loudspeaker. Nikasema yes Lamek, ushanimisi mara hii. Basi Lamek akacheka akasema kwamba ni kweli mrembo, yani nimejikuta tu natamani kuongea na wewe. Nikasema basi nicheki usiku, tutaongea sana tu, wala usijali Lamek.
Dada yake akasema sawa basi, niambie basi hata upo single. Nikasema ya nipo single tu, jimbo lipo wazi kabisa. Jamaa kauliza, muda wote huo? Hapo Melvin yuko busy tu anaendesha gari. Basi Lame yake akaniambia kwamba sawa mrembo, basi ukifika tu nyumbani niambie. Sawa mama, maana umenivuruga sana mwenzio. Nikasema sawa, hakuna shida, nitakucheki mwaya. Kisha nikakata simu. Asa muda huo nikaona Melvin na yeye katoa simu yake. Kisha akapiga simu, namba kaisave Aisha, alafu kaweka loudspeaker. Nilishangaa Aisha gani huyo? Hapo sasa akaweka simu juu ya paja lake, alafu sasa akawa anaendelea kusikilizia simu yake ikiwa inaita. Nikasikia Aisha kapokea simu, akasema hello handsome boy. Naona leo umenikumbuka. Ulinikaushia sana jamani. Tena ukaniambia unitaki kwamba umepata mwanamke. Haya leo vipi? Mwanamke wako kafa. Baada ya Aisha kuongea hivyo, Melvin akasema sikia Aisha, achana na mambo ya zamani. Njoo geto leo, na hamu sana kupelekea moto. Nilistuka mpumbavu anasemaje huyu? Huyo Aisha akasema kwamba Melvin, na hivyo limisilo lishadede lako jamani, acha tu. Basi Melvin akamjibu kwamba ya ndio hivyo. Aisha akajibu kwamba sawa, sema te mwenyewe nimekumisi sana maana unajua jinsi, yani unajua wajibu wako kitandani kama mwanaume. Ila ndio hivyo, unajua tu unanitafutaga tu ukiwa na mzako tuko basi. Hapo ukimaliza tu hapo basi unitafuti tena. Melvin akasema sikia Aisha, nampeleka mtoto wa bosi nyumbani kwao, then narudi home nikukute mlangoni sawa? Basi huyo Aisha akasema sawa. Nyie, nilikuwa nimekaza ile lakini nilishanganyikiwa. Kwa maelezo ni kwamba Aisha alishapelekewa tayari. Ndio nikajua kumbe nilikuwa najidanganya kuwa simtaki huyu mwanaume. Mbona mimi naumia hivi? Nikamuuliza Melvin, Aisha nani? Akaniambia, wewe ni mtoto wa bosi wangu. Hauna mamlaka kujua mambo yangu, umesikia? Na ninakuchukia sana. Nilikasirika, nikabaki nimevuta mdomo. Moyo yani unaniuma balaa. Yaani najua kabisa yani huyu akienda kuniacha mimi nyumbani, anaenda kwa mwanamke wake huko kumpelekea moto. Nikasema, kwa hiyo unaenda kwa mwanamke wako huko, ukishaniacha nyumbani ndio unaenda kwa mwanamke wako kufanya mambo yana ujinga, si ndio? Mjinga mkubwa wewe, maraya mkubwa wewe. Melvin kunijibu ndio kwanza ana drive gari. Mimi nikanyamaza tu, ila naona siwezi, yani moyo unaniuma sana. Nikamwambia sasa, kwa taarifa yako, kama unahisi unaniumiza umebugi. Mimi siwezi kuhangaika na wewe. Melvin akasema najua wewe siwezi kuwa na dereva wa kwenu kama mimi maskini tu, sina kitu. Okay, hakuna shida. Mimi naona siwezi kabisa, aisee moyo unaniuma. Ila nikajikaza kumuonesha kuwa nimepotezea na sijali. Nikatulia kimya. Basi tumefika home, akanambia shuka ni wapi mingo zangu mimi bwana. Yaani kwamba eti nikishuka tu arudi kwake kupeleka huko moto we. Nikasema sishuki. Akanambia kwa hiyo ushuke. Nikasema ndio. Akanambia poa, gari yenu hii hapa. Akashuka akaniacha mimi ndani. Alafu namuona anaondoka. Nikashuka nikamfuata, nikamshika t-shirt lake, nikamwambia unaenda wapi? Unaenda wapi malaya mkubwa, unaenda wapi? Kumbe una wanawake wengine huko, si ndio? Kwa hiyo kumbe nikiendaga shule unabaki na wanawake wengine huko nyuma, si ndio? Unaanza kuwapelekea moto, si ndio? Melvin akaniambia hivyo ni mjinga. Niache bwana, niache kabisa. Ase, wewe ni mtoto bwana. Afu kwanza mimi kama nitakusumbua sana nikiwa na wewe, si uniambia unitaki? Na mimi sikutaki sasa. Wewe mjinga nini? Sikutaka kabisa, mpumbavu wewe. Yaani kudate na vitoto ni vene yako ni shida tu yani. Mambo mengine mtu unatakiwa jiongeze, lakini vimtu kama wewe yani sija akili mnawekaga wapi tu yani. Usumbufu tu kudate na vitoto tu hivi yani. Nikamwambia ni saa ngapi nimesema mimi sikutaki? Nakutaka sasa. Kama hata nisema sikutaki nimetengua kauli. Nakutaka mwanaume wangu. Hapo msikilizaji naongea hivyo, nazidi kumshikilia t-shirt yake. Hapo tupo getini na kuambia mlinzi anashangaa tu. Mimi nikamwambia Zara, hebu naomba uache utoto. Naomba niache nisepe niache. Nikasema tunaenda wote malaya mkubwa wewe. Tunaenda wote. Umenitoa mimba, alafu naenda kupelekea huko moto wanawake wengine. Hivi wewe, kwa kumbe ni mharibifu sana, si ndio? Nakuuliza wewe. Msikilizaji hapo anaongea nimemkuda shati. Yaani nimemkamata nguani. Nikamshikilia kweli. Nyie. Melvin akaniambia niache. Unajua ujiheshimu wewe. Naomba niache. Na mimi kaendelea kwa maana nikasema sitaki. Akasema hivi unajiheshimu kweli wewe? Hivi unawezaje kumpa mwanaume namba zako mbele ya macho yangu? Alafu nakupigia unajichikisha tuongea usiku nakumisi pia. Hivi wewe
Sawa kwangu ni mtoto sana. Mimi napelekea moto demu yoyote ule na kwa muda wote ule. Ni vile tu mimi nilikuwa nakuheshimu wewe tu, wewe mwanamke wangu. Kwa sasa ni kama ni huna adabu, kwa hiyo nikaushie tu. Yaani mimi sitaki kabisa kujua kuhusu wewe. Kwa sababu una majibu, kwanza una majibu wa kishenzi sana wewe. Sitaki kudate na mimi na vitoto aise. Nikasema we koma kabisa. Mtoto ulishasikia mtoto anapata mimba? Ulivyokuwa unalisokomeza huko kwa ulidude lako huko, ulikuwa ufikiri kwamba mimi ni mtoto? Nakwambiaje hapa uondoke mara mkubwa wewe. Huondoki. Msikilizaji, ugomvi sasa ukaanzia hapo. Tukaanza kuvutana na kwambia. Mimi nakaniambia achia nguo yangu. Nikamwambia we siachi. Mimi nasema unajua nitakupiga Zara. Nikamwambia nipige. Nipige. Unataka nipige nikuone. Nipige. Mimi akaniwasha kibao. Akafoka Isa akaniambia kwamba niache mshenzi, niache. Nikamwambia sikuachi, nipige mpaka uniwe, nipige, sikuachi, nipige. Mimi akaanza kunipiga kweli bwana. Mnadhani nilimwachia? Thubutu. Tena ndo nilimshikilia vizuri suruali yake. Yaani haende kwa akapelekea moto huko nje, mimi namwangalia tu. Siwezi kubali hata kidogo. Nilimshikilia kweli. Basi naendo hasira sasa zikampanda. Asifikiri unanidharau wewe. Nakuuliza kwa nini unanidharau wewe? Kwa sababu sina pesa, si ndio? Hapo sasa anaongea kwa sasa ananipiga mimi, nimemshikilia kweli. Mara sinaona mama yangu anatoka ndani. Kumbe muda wote bwana tunagombana mama alikuwa kasharudi na alikuwa ndani. Mama akaja mpaka pale. Mevin akaacha kunipiga, ila mama ni ana hasira. Ila mimi sikumwachia Mevin. Nilimshikilia nakwambia. Mama alikuwa baki anashangaa. Akamuuliza Mevin, "Aya, kwa nini unampiga mwanangu?" Nakuuliza wewe kwa nini? Mevin nikanyamaza kimya. Hapo nilikuwa napigwa, nimeshikilia tu t-shirt. Nimeshikilia nguo zake kwa dadeki. Mama kutaka maelezo akasema, kwa kosa la kumpiga tu mtoto wangu, kuanzia leo huna kazi." Mevin akasema, "Sawa mama." Jamaa alifunguza gari, akampatia mama. Mama akazipokea. Akanambia, "Haya, mwachie umjinga." Nikasema kwamba mama, mimi simwachii, tunaondoka wote mama. Mama mbona alishangaa mshenzi nini? Mama akasema kwamba wewe, kwa nini unataka kuondoka naye? Amekufanya nini? Nikasema mama, mimi Mevin ni mwanaume wangu mama, ni mwanaume wangu na sasa naenda alenitoa bikra na hapa mimi nikimwachia naenda kwa mwanamke mwingine, mimi sikubali, bora tu aniue, ila mimi siwezi kuruhusu hilo mama, mimi simwachia hata weje mama aondoke hapa mama, mimi siwezi. Msikilizaji, hapo naongea huko nalia, nina hasira. Aisee, mama alishangaa. Akamwangalia Mevin akasema, "Nini?" Chineke. Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata. Vitoto vya kike vikipenda vinapenda. Vitoto vya kitajiri vikikupenda, vinapenda kweli. Anyway, naamini tu penzi la mara ya kwanza siku zote linakuwa ni la moto sana, japo sio kila penzi linakuwa ni la moto sana, kwa sababu kuna wengine hawajui thamani ya mtu muda wote kujitunza na mpaka ameamua kuwa na yeye, ama huyo mtu kuwa na mtu ambaye anamthamini na anamjali kwa kila kitu. Kwa hiyo mwisho siku unajikuta umempoteza mtu ambaye ni sahihi kwa sababu ya upumbavu wako. So tutakutana sasa sehemu inayofuata tuweze kujua sasa taarifa hii ama siri ambayo ilikuwa inafichwa muda wote imekuja kugundulika mbele ya mama. Tena bora ingefahamika tu kwamba Mevin na Zara ni wapenzi, yani dereva anadeti na mtoto wa bosi wake. Lakini mbaya zaidi, mama amepata taarifa ya kwamba dereva ndiye aliyembikiri mtoto wake. Anyway, tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Mtayarishaji Habibu mara moja, nilikusimulia hii simulizi. Langu jina Lucas Lumbas, niseme tu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni atukutanishe sehemu inayofuata tuweze kujua sakisanga kitakachofuatia, kwa sababu jamaa inaonekana yupo tayari kasalenda. Hata akipoteza kazi freshi, bora apoteze, lakini sio kuendelea kubaki na mapenzi ya kitoto namna hii. Sasa binti atakubali. Bye bye.